Wale gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Bawanja ili kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Na miongoni mwa tulionao leo hii ni pamoja na kifuatacho ndani ya TVE habari. Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Sheria, Katiba na Utawala Bora yatakiwa kutenga fedha maalum kwa ajili ya utekelezaji endelevu wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Wakulima watakiwa kuitumia maabara ya kupima udongo na mimea. Na katika habari za kimataifa, Pakistan na India zaendelea kushambuliana usiku kucha. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia na kuiagiza Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Sheria, Katiba na Utawala Bora kutenga fedha maalum kwa ajili ya utekelezaji endelevu wa kampeni hiyo. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Amesema ili kufanikisha kampeni hiyo ni lazima kupanga mkakati wa kutafuta rasilimali fedha, nyenzo na utaalamu ili lengo la kuanzishwa kwa kampeni hiyo msaada wa kisheria kwa wananchi walio wengi nchini kote ifanikiwe. Rais Dr. Mwinyi ametoa tamko hilo alipozindua kampeni hiyo katika kiwanja cha Donda Mtende, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo amezitaka wizara zote mbili zinazosimamia sheria kuzidisha ushirikiano, kufanya kazi kwa ukaribu pamoja na kubadilishana uzoefu ili kufanikisha kampeni hiyo. Dr. Mwinyi amesema kampeni ya msaada wa kisheria ni nguzo muhimu ya kuimarisha utawala bora, upatikanaji wa haki na kichocheo cha amani, utatuzi wa migogoro, utulivu na ustawi wa jamii. Dhamira ya kampeni ya Mama Samia ni kushughulikia changamoto za kisheria zinazowakumba wananchi kwa kutoa huduma ya msaada wa kisheria bila ya malipo yoyote, hususan kwa wanawake, watoto, wazee na wale wote wanaoishi katika mazingira magumu. Ni wajibu wa serikali kuhakikisha kuwa kila mwananchi popote alipo anaweza kupata haki yake bila kujali uwezo wake wa kifedha, rangi, dini au jinsia yake. Katika dunia ya sasa ambapo maendeleo ya jamii yanategemea ushiriki wa kila mtu, ni lazima tuweke mazingira yatakayomwezesha mwananchi wa kawaida kusikilizwa, kuzijua haki zake na kupata msaada pale anapodhulumiwa au kuingia katika matatizo ya kisheria. Aidha, Dr. Mwinyi ameeleza kupitia mradi wa maboresho ya mahakama, serikali imelenga kuongeza ufanisi katika utendaji wa mahakama na upatikanaji wa haki kwa ushirikishwaji wa wananchi, kuongeza rasilimali watu wenye sifa pamoja na kuongeza idadi ya majaji sanjari na vituo vitakavyotembea ili kufikia huduma bora kwa wananchi. Kampeni hiyo ya msaada wa kisheria ni mpango wa miaka mitatu unaolenga kuwafikia wananchi katika mikoa yote ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Doto Biteko amewataka Watanzania kujijengea tabia ya kufanya matendo ya huruma kwa kuwasaidia watu wenye uhitaji. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka jijini Mbeya inafafanua zaidi. Dr. Biteko ametoa wito huo wakati akifunga mashindano ya mbio ndefu na fupi ya Tulia Marathon yaliyofanyika viwanja vya Sokoine jijini Mbeya. Fanya kazi kwenye maeneo mawili, kwenye afya na elimu, lakini vile amekuwa akitoa misaada mbalimbali ya kuwajengea nyumba watu wenye mazingira magumu. Na yeye sio tajiri, ana moyo wa kutoa kwa ajili ya wengine. Hafanyi peke yake, anafanya na wadau wengine. Leo nimefarijika sana kuona kuwa zile nyumba tunazoziona anakabidhi kwa wananchi, kumbe tayari kuna nyumba nyingine upande wa Uyole Mheshimiwa Spika amezijenga kwa ajili ya kuwasaidia watu. Jamani, nataka niwaambieni, hakuna sadaka njema kama sadaka ya kumsaidia mhitaji. Kwa upande wake, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Tulia Ackson amezungumzia umuhimu wa mashindano hayo, huku meneja TRA mkoa wa Mbeya Nasib Shabani amekuwa na haya kusema. Serikali ya Dr. Samia imefanya kazi kubwa sana. Sisi sasa kama Tulia Trust, kama sehemu ya wana Mbeya, kama sehemu ya Watanzania, sasa tumepeleka zile fedha ambazo tulikuwa tunapeleka kwenye afya, sasa tunawapatia wananchi bima za afya, na mwaka huu mwezi wa kwanza ama mwezi wa pili, samahani, wananchi 9,000 walipatiwa bima za afya. Lakini vivyo hivyo tunafanya pia kwenye eneo la elimu, kwa sababu shule zimeshajengwa mpya nyingi na pia ukarabati unaendelea kwa kasi, kwa maana ya madarasa yale ya shule ambazo ni kongwe na shule nyingine za zamani. Basi kwenye eneo hilo pia
Sisi sasa tumeamua kuwekeza kwenye eneo la kuwasaidia watoto wanaotoka kwenye kaya maskini kwa kuwapatia vifaa vya shule. Marathon, na sisi leo tumeshiriki kama taasisi zingine za serikali. Lengo kubwa la kushiriki katika mashindano haya na sisi ni kuonyesha tu ushirikiano na jamii pamoja na wenzetu. Lakini kikubwa tuko hapa, na kama mnavyoona tuko na banda hapa. Tumefika hapa kwa ajili ya kutoa elimu. Pamoja na hayo, baadhi ya wabunge walioshiriki mashindano ya Tulia Marathon wamezungumzia namna yanavyosaidia wananchi mbalimbali wa ndani ya mkoa wa Mbeya na nje ya mkoa. Kupitia hilo anafanya mambo makubwa sana kwenye mkoa wetu wa Mbeya, kwenye jiji la kwake, lakini mkoa wa Mbeya pamoja na nchi nzima ya Tanzania, mikoa mingi anaifikia. Anakwenda anawafikia wale wajane, lakini wababa, watu wazima ambao hawajiwezi. Akienda kiona familia ya kimaskini anawajengea nyumba. Na mimi nimeshuhudia Kyela walemavu wakijengewa nyumba, nimeshuhudia huko Ruvuma, nimeshuhudia huko Simiyu walemavu wakijengewa nyumba kupitia Tulia Trust, ambayo chanzo chake cha pesa mojawapo ni Tulia Marathon. Nikiripoti kutoka mkoa wa Mbeya, ni mimi Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka watumishi wa Wizara ya Fedha kutekeleza majukumu yao ya kila siku kwa kuzingatia misingi ya kazi na utawala bora ili kuepusha malalamiko yasiyo na lazima kutoka kwa wadau wake wakiwemo wananchi. Mwanahabari wetu Nasi Ibrahim ana taarifa zaidi. Dr. Nchemba ameyasema hayo wakati akifungua mkutano wa 38 wa Baraza la Wafanyakazi la Wizara ya Fedha lililofanyika katika kituo cha mikutano cha APC kilichopo Bunju mkoani Dar es Salaam, ambapo umeutaka uongozi wa wizara kumchukulia hatua stahiki kwa mujibu wa taratibu mtumishi yoyote atakayebainika na kuthibitika kwenda kinyume na misingi ya maadili katika utendaji kazi ili kulinda heshima ya wizara. Ameeleza kuwa kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na wizara katika kuwapatia mafunzo watumishi wake, hivyo ni lazima matokeo ya mafunzo hayo yaonekane kwa vitendo kupitia utendaji wa kila mtumishi, na kusisitiza umuhimu wa watumishi kuendelea kupatiwa mafunzo ya mara kwa mara ili kuboresha utendaji na kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Ninatambua na kuthamini mchango wa kila mtumishi wa Wizara ya Fedha na taasisi zake katika utekelezaji wa majukumu ya wizara. Na ndugu wajumbe wa Baraza la Wafanyakazi, kupitia kikao hiki cha Baraza la Wafanyakazi, napenda kuwakumbusha na kusisitiza masuala machache. Moja ikiwa ni kuzingatia misingi ya utawala bora katika utendaji wetu wa kazi ili kuepusha malalamiko yasiyo na lazima katika utendaji wa kazi. Ninatambua kwamba nafahamu misingi ya utendaji kazi katika utumishi wa umma, hivyo si jambo jema kusikia mtumishi yeyote wa Wizara ya Fedha anakiuka misingi ya utawala bora katika utumishi wa umma. Naelekeza mtumishi yeyote atakayebainika na kuthibitika kwenda kinyume na misingi ya maadili katika utendaji kazi achukuliwe hatua stahiki kwa mujibu wa utaratibu ili kulinda heshima ya wizara yetu. Awali akimkaribisha mgeni rasmi mwenyekiti wa baraza hilo la wafanyakazi ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Fedha Dr. Natu Mwamba, amesema kuwa lengo kuu la baraza la wafanyakazi ni kuwashirikisha wafanyakazi katika utekelezaji wa shughuli za wizara kwa kushirikiana na uongozi, ikiwa ni pamoja na kuishauri wizara juu ya ufanisi wa kazi na hatua zinazofaa kuchukuliwa ili huduma zinazotolewa na wizara kukidhi matarajio ya wateja. Lengo kuu la Baraza la Wafanyakazi ni kuwashirikisha wafanyakazi katika utekelezaji wa shughuli za wizara kwa kushirikiana na uongozi, ikiwa ni pamoja na kuishauri wizara juu ya ufanisi wa kazi na hatua zinazofaa kuchukuliwa ili huduma zinazotolewa na wizara zikidhi matarajio ya wateja. Vile vile, kupitia mkutano wa Baraza la Wafanyakazi, wajumbe watapata fursa ya kutoa maoni ya kuboresha maandalizi ya bajeti ya wizara kabla ya kuwasilisha bungeni. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu wa 38 wa Baraza la Wafanyakazi ni mwendelezo wa mikutano mingine ambayo imekuwa ikifanyika kila mwaka, ambapo kupitia mikutano hiyo wajumbe wamekuwa wakitoa maoni na mapendekezo
ambayo yamesaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha maslahi ya watumishi na utendaji wa wizara. Aidha, mkutano wa 38 wa Baraza la Wafanyakazi wa Wizara ya Fedha umekutanisha wajumbe kutoka makao makuu ya wizara, wakuu wa hazina ndogo na wahakiki mali kutoka mikoa yote ya Tanzania bara. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Serikali imewataka wakulima nchini kutumia maabara ya kupima udongo na mimea ili waweze kupata ushauri wa kitaalamu wa matumizi sahihi ya mbolea kulingana na mahitaji halisi ya udongo kwa matumizi yenye tija na yenye kulinda mazingira. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Gerard Mweli amesema hayo jijini Dodoma wakati wa hafla ya kupokea cheti cha ithibati ya ubora wa kimataifa wa maabara ya udongo na mimea ambayo itawasaidia wakulima kupata sampuli sahihi za mbolea pamoja na kuinua ongezeko la uzalishaji wa chakula na biashara. Ni mategemeo ya serikali kuwa kupitia maabara hii wakulima watapata ushauri sahihi wa matumizi ya mbolea kulingana na mahitaji halisi ya udongo. Hii ina maana ya kuwa na matumizi yenye tija na yenye kulinda mazingira, pia kupunguza gharama zitokanazo na matumizi ya mbolea kwa kutumia kiwango kinachohitajika kwa mmea. Vile vile kwa nchi, tunategemea maabara hii itakuwa ni sehemu muhimu ya kurahisisha utekelezaji wa sera na mikakati mbalimbali ya kilimo endelevu na kuongeza ushindani wa mazao ya Tanzania katika soko la kimataifa. Lakini jamii pia kwa ujumla tunategemea itafaidika na uwepo wa maabara hii, ambapo kutokana na uwepo huu wa maabara hii kutakuwa na ongezeko la uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara, na hivyo kuwezesha upatikanaji wa chakula cha kutosha. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa TARI Dr. Thomas Bwana amesema maabara hiyo inakwenda kuwasaidia wakulima kuwa na uhakika wa soko nje ya nchi, huku katibu mtendaji wa wakulima wakubwa wa chai Jonas Sikira akiweka wazi faida za maabara hiyo. Kila mtu anataka awe na uhakika. Mtumiaji anataka awe na uhakika kile anachokipata kimetoka wapi na kina hali gani. Kwa hiyo ili kufanya hivyo ndio maana tunakuwa na umuhimu wa kuwa na ithibati ya maabara zetu za udongo. Kama ulivyosikia hapo, tukishapata ithibati ya udongo pamoja na kuongeza kuaminika, lakini pia tunatoa fursa kubwa sana ya wafanyabiashara na wakulima kupata nafasi ya kuwa pia na uhakika wa bidhaa zao. Lakini tunapokuwa na fursa ya kuwa na ithibati ndani, inatuongezea kuwa nafasi pia ya kuongeza kipato, kwa sababu kuna wakati bidhaa zetu zinakuwa zinapelekwa nje ya nchi kwa ajili ya uzalishaji, kwa ajili ya kupima udongo. Mbolea ukianza kuiweka kwa mashaka, ujui kiasi gani cha nitrogen kwa mfano unaweka, inaweza kukupa gharama kubwa zisizostahili. Kwa hiyo kama tutaanza kupima udongo wetu hapa kwa uhakika zaidi, sasa tunaweza hata kupunguza matumizi ya mbolea. Hiyo inawezekana tu. Sasa hivi tutasubiri tu watakapokuwa tunapeleka udongo, tunaona wanatushauri mbolea hii tuweke kwa kiwango gani kwa urahisi zaidi. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Zaidi ya watoto wa kike 200 kutoka shule za sekondari 4 zilizopo katika halmashauri ya Bagamoyo mkoani Pwani wamepatiwa usafiri wa baiskeli kwa kipindi cha mwaka jana na mwaka huu ili kutatua changamoto ya usafiri kutokana na wengi wao kukaa maeneo ya mbali na hivyo kujikuta wakishindwa kuendelea na masomo. Goodluck Msola anatupa undani wa taarifa hiyo. Baiskeli hizo zimetolewa kupitia mradi wa baiskeli moja msichana mmoja unaofanywa na taasisi ya Msichana Initiative, ambapo mkurugenzi wa taasisi hiyo Rebecca Jume akizungumza mara baada ya ukabidhi baiskeli 50 kwa shule ya sekondari ya Fukayosi amesema mradi huo umelenga kuchangia juhudi za serikali za kuhakikisha wanafunzi hasa wa kike hawakatishi masomo kutokana na changamoto mbali katika mikoa ya Pwani, Dar es Salaam, Tabora pamoja na Dodoma. Takwimu zinatuonyesha nchini Tanzania, ukija kuangalia kwa swala ya elimu, tumefikia tunasema usawa kwenye eneo la udahili kwa watoto wa kike na wa kiume. Yaani pale watoto wanapodahiliwa, unaposajili, tutumie Kiswahili cha kawaida wengi watakielewa. Ukiangalia uwiano wa watoto wa kike na wa kiume, Tanzania imefikia usawa. Lakini changamoto inakuja tunapoanza kuangalia madarasa ya juu, hasa sekondari, A-level, chuoni, unaanza kuona huo utofauti.
watoto wa kike wanaanza kupungua, hawabaki shule, wanaacha shule au wanaachishwa shule, au kwa sababu ya changamoto mbalimbali ikiwemo masuala ya umbali, wanashindwa kubaki shule kumaliza safari yao ya elimu. Kwa hiyo Msichana Initiative katika kuangalia ni nini tunaweza tukachangia katika jamii yetu, ikiwemo kuchangia juhudi za serikali, kwa sababu tunafahamu serikali inataka watoto wote wamalize shule. Tuliona eneo hili linaweza likawachagiza watoto wa kike sio tu kumaliza masomo, lakini safari yao iwe salama, wabaki shule na wamalize shule wakiwa wanaweza kutimiza ndoto zao. Kwa upande wake, afisa elimu sekondari wilaya ya Bagamoyo Alois Kazialel amesema halmashauri ya Bagamoyo imekuwa mnufaika mkubwa wa mradi huo, ambapo kwa mwaka jana na mwaka huu pekee wamepokea jumla baiskeli 200 ambazo zimeelekezwa katika shule ya sekondari ya Fukayosi, Makurunge, Mapinga pamoja na Zinga ili kuwasaidia mabinti hasa waliopo katika kidato cha kwanza na pili, hususan wale wanaotoka mbali na shule. Jana leo hii mtapewa baiskeli muda mfupi ujao, ninyi vijana 50. Tumefanya zoezi kama hili mwaka jana kwenye shule 2. Shule ya Makurunge Coast ambayo iko kwenye kata jirani hapa ya Makurunge, pale vijana 50 pia wa kike walipewa baiskeli, na nilishuhudia tukio hilo kama ninavyofanya hapa. Tunawashukuru sana Msichana Initiative pamoja na wadau wako kwenye eneo hilo kwa juhudi zilizofanyika mwaka jana. Lakini pia zoezi kama hilo lilifanyika shule ya sekondari Matimbwa, pia baiskeli zilitolewa mwaka jana. Mwaka juzi mlitoa shule ya sekondari Mapinga pamoja na Zinga nafikiri. Yes. Kwa hiyo ni shule kama ya 5 ya 6 hivi. Hebu wapigeni makofi. Hebu fikiria katika kila shule wanapata watoto 50 baiskeli. Mwaka jana ametoa baiskeli kama 100 hivi. Mwaka huu nafikiri zipo hizi 50 pamoja na kujazilizia Matimbwa zile ambazo zilipungua mwaka jana. 50 pia mwaka huu. Sawa, safi sana. Kwa hiyo jumla ametoa baiskeli 100 mwaka huu. Makofi mengine jamani. Naye mmoja wa wafadhili wa mradi huo kutoka taasisi ya Karimjee, Helen Laurent, afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Karimjee, pamoja na baadhi ya wanafunzi wamesema moja ya faida ya mradi huo ni kupunguza mimba za utotoni ambazo zimekuwa zikichangiwa kwa kiasi kikubwa na changamoto ya umbali mrefu hasa kuzifikia shule hizo. Napenda kuanza kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Msichana Initiative kwa kuwa mstari wa mbele katika kutetea haki na fursa sawa kwa mtoto wa kike. Ushirikiano wetu na taasisi hii ni kielelezo tosha cha imani ya pamoja kwamba kila mtoto wa kike anapaswa kuwa na haki kupata elimu bila vikwazo kwa jamii wala kimazingira. Kwa mara nyingine tena, napenda kuchukua nafasi na fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa wanafamilia wa Karimjee kwa moyo wao wa kujitolea kwa jamii kwa muda mrefu. Hii wanataka kwa njia ya kumtongoza, wanamsumbua. Picha hii inaonyesha msichana akiwa anarudi, akiwa amechoka sana, anajifunzisha chini ili mradi afunzike maana kachoka. Hii inamsumbua kwa sababu gani? Hali hii anakaa sehemu hatarishi, sio salama kwake. Picha hii inaonyesha kuwa msichana akiwa anarudi shule pia anaweza kukutana na changamoto ya kukutana na brand akiwa anamsumbua kwa ina kumvuta begi. Hii inamfanya kuwa na vishawishi vingi akiwa njiani, hawezi akafikia malengo yake kwa urahisi. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amezindua mpango wa ufanyaji biashara kwa saa 24 kwenye soko la Mbezi eneo la stendi ya Malamba Mawili wilayani Ubungo na kuhakikishia usalama wa wafanyabiashara
huku akiwataka maafisa biashara kutowaonea wafanyabiashara katika soko hilo. Taarifa ya Mrisho Mapeo inaeleza zaidi. Akizungumza wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam katika uzinduzi huo uliofanyika usiku wa kuamkia leo kwenye soko la Mbezi mbele ya mamia ya wafanyabiashara wa soko hilo walokusanyika kumsikiliza, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema jiji hilo ni kitovu cha biashara inayochagizwa na uwepo wa bandari, kituo cha mabasi cha Magufuli na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere, hivyo hakuna sababu ya kulala. Tulisema kwa sababu Dar es Salaam inazidi kufunguka na kwa sababu Ubungo ndio lango kubwa la kuingia kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, kutoka mikoa ya Arusha, tukasema hapa Ubungo lazima mfanye kazi saa 24. Na katika kufanya kazi saa 24 kuna stendi ya Magufuli inalala ilali. Jamani, na kesha ikeshi. Tukienda kule Ilala kuna airport ya taifa iko pale ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inalala ilali. Tukienda pale Ilala pia au mpaka pale Temeke kuna bandari ya Dar es Salaam. Mameli yanakuja yanashusha mizigo usiku na mchana. Panalala palali. Ukienda hospitali kubwa zote za Dar es Salaam, ukienda Mwananyamala, ukienda Amana, ukienda Temeke, ukienda JKCI, ukienda Muhimbili Moi, ukienda Ocean Road, mahospitali yote analala yalala. Lakini ukija huku kote, bodaboda, daladala zote zinakesha. Uongo kweli? Sasa wewe ni nani ulale uiache hela inapita? Na nataka niwape siri, pesa huwa inaogopa mwanga. Ukitaka pesa itafute usiku. Kwa nini vijana mnaotaka mkalale, shauri yenu. Ukiamka mchana pesa inaogopa mwanga. Nendeni mkatege pesa usiku, kwa sababu pesa huwa haioni aibu kwenye giza. Aidha, Chalamila amewataka wafanyabiashara kutohofia usalama wao, kwani serikali mkoani humo inazidi kuimarisha ulinzi na usalama ili jiji liwe na amani zaidi, huku akimwagiza mkuu wa wilaya ya Ubungo kutoruhusu maafisa biashara kuwaonea wafanyabiashara hao, kwani vitendo hivyo ni kinyume na utaratibu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Ubungo, wakili Albert Msando, amewahakikishia usalama wa wafanyabiashara, madereva pamoja na wananchi, huku katibu tawala wa wilaya hiyo Hassan Mkwawa akiwahakikishia kuwa pamoja na taa zilizofungwa kwenye maeneo mengi, wataendelea kuweka taa za kutosha ili biashara ifanyike saa 24 kwa ufanisi. Nataka niwaahidi mambo mawili. Cha kwanza, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa maelekezo yako, kufanya biashara usiku ni lazima watu wawe salama. Kwa niwahakikishie wafanyabiashara wote, lakini niwahakikishie madereva wote wa bodaboda, niwahakikishie madereva wote wa bajaji, tutahakikisha kwamba hakuna mtu atagusa hata kipande kimoja cha nywele yako, na atakaye thubutu kufanya hivyo ni lazima tuhakikishe tutamsaka, tumpate ili muwe salama. Biashara hii lazima muifanye mkiwa salama, ili wafanyabiashara na wanaokuja kununua bidhaa hapa waweze kuwa na uhakika kwamba kwa masaa 24 hakuna jambo lolote la hovyo litawapata. Kama unavyojua, hatuwezi kufanya biashara masaa 24 kama hakuna miundombinu ambayo inaruhusu ufanyaji wa biashara masaa 24. Hivyo yapo maeneo mbalimbali ambayo yalifungwa taa, kama maeneo ya stendi ya Magufuli, lakini pia stendi hii ya Malamba Mawili, lakini maeneo ya Manzese, lakini maeneo ya Mlimani City, lakini maeneo mbalimbali ambayo kwa namna moja au nyingine yameanza biashara masaa 24. Lakini Mheshimiwa mkuu wa mkoa, yako maeneo mawili ambayo ni maeneo special kabisa. Lipo eneo la Mlimani City ambalo kabla ya uzinduzi wa biashara masaa 24 lilikuwa linafanya biashara, wafanyabiashara waliokuwa katika jengo lile walikuwa wanafanya biashara mwisho saa 4 usiku. Lakini tulikaa na wafanyabiashara wale, na wapo wafanyabiashara ambao wamekubali kuendelea na biashara. Shamra za uzinduzi zimefanyika usiku mzima hadi asubuhi, huku jukwaa likipendezeshwa na wasanii mbalimbali pamoja na RDJ kutoka EFM Radio akiambatana na MC Pilau kutoka EFM. Mamia wa watu wamejitokeza kuaga miili ya watu watatu waliofariki dunia baada ya kuangukiwa na ukuta ulioanguka kutokana na mafuriko ya mvua
ilionyesha usiku wa kuamkia Mei 5, 2025 mwaka huu na kujeruhi watu 17 na kusababisha baadhi ya kaya kukosa makazi. Mwanahabari wetu Finalimo ana taarifa zaidi. Miili hiyo ya watu watatu akiwemo mama na mtoto wake imeagwa leo katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT, ushirika wa Fukeni, kata ya Mbokomu, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro. Ibada hiyo ya mazishi imeongozwa na mchungaji Kennedy Kisanga na kuhudhuriwa na viongozi wa serikali akiwemo mkuu wa wilaya ya Moshi, mbunge wa jimbo la Moshi vijijini na mbunge wa viti maalum Felista Njau pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Hapa mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava akatoa salamu za pole kwa niaba ya serikali. Kwa kushirikiana na familia tumeendelea kuratibu na kusimamia mazishi haya, na tunashukuru sana familia zote mbili tulipozitembelea mara kwa mara. Mwisho jana tulikuwa tumepanda kule kote katika familia zote mbili, tukazungumza nao na sisi kwa kushirikiana nao tumefanikisha mpaka hatua hii. Kwa hiyo tunawashukuru sana na poleni sana. Pokeeni salamu za pole kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Anafahamu jambo hili pamoja na makamu wa rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wanawapa pole sana na kuwaombea sana kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba faraja inayotoka kwake yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu iliyo kuu iendelee kuwafariji katika kipindi hiki ambacho tuna majonzi makubwa sana. Wabunge waliohudhuria ibada hiyo wakaeleza namna walivyoguswa na msiba huo. Lakini kubwa nikatembelea asubuhi kabisa, nimeamka kwenda maeneo yaliyoathirika. Nimetembelea kote, nimeona athari kubwa. Niwaambie tuna wajibu mkubwa wa kwenda kuwafariji walioathirika. Nilikuwa jana, nilitoa chochote kwenye kamati ya maafa, chakula, vifaa vya shule, nilitoa mablanketi, nilitoa mafuta na vitu vingine. Wakaanza kuratibu kwamba kufanyeje kule Moshi. Kwa hiyo ukweli tukio lilijulikana mapema sana, kwa sababu mwakilishi wenu nilivyojua tu, niliwaambiwa, nilihakikisha nimefikisha mahali panapohusika. Na na uhakika mkuu wa wilaya, tuna mkuu wa wilaya makini sana. Kwa niaba ya serikali amefanya kila kitu. Mimi nikushukuru sana. Kweli tuna kijana jembe, Mungu aendelee kututunza. Mafuriko haya yalitokea usiku wa kuamkia Mei 6 na kusababisha vifo vya watu watatu akiwemo mama na mtoto wake pamoja na kujeruhi watu 17 na kusababisha baadhi ya kaya kukosa makazi. Asante sana Finalimo kwa taarifa hiyo. Watetezi wa haki za binadamu nchini wameaswa kutimiza majukumu yao kwa makundi ambayo hayana uwezo wa kujitetea kwa kuzingatia misingi ya sheria ili kujenga jamii yenye ustawi. Hazla Omar ana taarifa zaidi kutoka Arusha. Haya yameelezwa jijini Arusha na mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, wakili Onesmo Ole Ngurumwa, katika mafunzo maalum yaliyowakutanisha wadau wa utetezi wa haki za binadamu ambayo yameandaliwa kwa lengo la kutathmini na kuunda mikakati ya namna bora ya kufanya kazi hiyo kwa kuzingatia sheria na taratibu za nchi. Kwa hiyo swala la utetezi ni swala, ukishaamua kuwa mtetezi, jaribu kuyaishi hayo maisha ya utetezi. Kama unatetea wafugaji, kama unatetea wakulima, unatetea wanawake, watoto, makundi maalum, unatetea demokrasia, uhuru wa kujieleza, simamia. Cha msingi ni kwamba utetezi wako ufanye katika misingi ile ambayo ni ya kisheria. Yaani usifanye utetezi wako ukaenda kuvunja haki za wengine, usifanye utetezi ukavunja sheria za nchi. Na ndio maana sisi tunasajiliwa kwa mujibu wa sheria, tunafanya kazi zetu kwa mujibu wa sheria, na wakati mwingine ni vyema sisi kujitofautisha na watu wengine wanaofanya utetezi ambao wanakuwa nje ya mifumo ya kisheria. Sisi ni taasisi ambazo zinajulikana. Ni taasisi ambazo tunafanya kazi za utetezi, tunafanya kazi za ushawishi, na utetezi sio tu kupiga kelele kwamba mtu fulani ameonewa au kukemea, ni pamoja na kufanya ushawishi. Nao baadhi ya washiriki ambao ni watetezi wa haki za binadamu wanaeleza namna watakavyoenda kutekeleza majukumu yao. Niombe basi hata kwa upande wa jamii na serikali kwa ujumla, sisi ambao wenye mandate, kwa mfano sisi tunafanya sana utetezi wa haki za watoto. Na tunajua kabisa mtoto ni mtu ambaye hawezi kujitetea, hawezi kujilinda, hawezi kujipatia mahitaji yake yale ya msingi. Tuungane kwa pamoja. Wadau sio watu wa kuwaona kama vile ni watu wabaya katika jamii, hususan sisi watetezi. Tunaomba kwamba tuongezeane nguvu. Sisi tunapoibua, basi jamii kwa maana ya familia, wazazi watuunge mkono, na serikali waweze kuchukua nafasi yake.
watetezi wa haki za binadamu inabidi tujue mbinu na mikakati mbalimbali ya kuweza kujitetea sisi wenyewe, lakini pia kwenye jamii zetu hizi tunazofanya kazi, kutokana na nature ya kazi ambazo tunazifanya, inabidi pia kutambua kuna makundi ya watu wengine, wanawake, watu wenye ulemavu na watoto ambao hawawezi kujitetea wenyewe. Inabidi sisi sasa nafasi yetu ije pale. Watetezi wa haki za binadamu sisi ni watu ambao hatukompiti na serikali. Ni watu ambao tunachukua nafasi ya serikali katika kuhakikisha kwamba jamii inakuwa salama. Mafunzo hayo kwa wadau wa asasi za kiraia yamejikita katika kuwajengea uwezo wa kusaidia kutoa elimu kwa wananchi, hasa wale wenye umri ama uelewa mdogo ambao mara nyingi hukosa uwezo wa kujitetea wanapokumbwa na vitendo vya kikatili. Asante sana Azla Omar kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kishapu Emmanuel Johnson amewasihi viongozi wa mamlaka ya mji mdogo wa Kishapu kufanya kazi kwa kutanguliza mbele maslahi ya wananchi na kutenda haki ili kuchochea maendeleo na ukuaji wa uchumi. Mwamvita Mkondo ameenda taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Ametoa angalizo hilo kwenye uzinduzi wa mamlaka ya mji mdogo wa Kishapu, ambapo amesema wananchi wanahitaji kupata huduma bora na kutatua changamoto zinazowakabili kwa kuhakikisha wanatenda haki na kuchochea maendeleo na ukuaji wa uchumi. Kwa sisi kama serikali tuahidi kwamba tutasimamia kuhakikisha sasa kwamba baraza hili linafanya kazi zake, na lengo likiwa ni kuanzisha safari ya kuiona halmashauri ya mji wa Kishapu katika miaka ijayo. Chukua nafasi sasa kutoa rai kwenu viongozi wa mamlaka ya mji mdogo wa Kishapu. Mmeaminiwa na wananchi, kafanyeni kazi kwa kutanguliza maslahi ya wananchi. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa mamlaka ya mji mdogo wa Kishapu Godwin Evaristi ameelezea mikakati iliyopo ni kuhakikisha wananchi wanajenga kwa kufuata utaratibu ili na kuepukana na migogoro ya ardhi. Kama mtendaji sasa naanza kushirikiana na wataalamu wangu pamoja na wajumbe wa baraza kuhakikisha tunakuja na mikakati ya kuendeleza mji wetu. Kipaumbele kikubwa kwanza ni mipango miji, kuhakikisha mji wetu unapangwa vizuri, unapimwa ili kusudi watu wajenge kwa kufuata mipango miji, lakini pia tunazuia na majenzi holela ambayo watu walikuwa wakijenga. Sasa ni mji lazima wafuate mipango miji, wapate vibali vyote wakati wa kujenga, na tutashikiana na mamlaka zote ambazo zipo za serikali. Kuanzishwa kwa mamlaka mji mdogo Kishapu tumeipokea kwanza kwa furaha, kwa sababu sisi kama wananchi wa Kishapu tumesogezwa kwa karibu huduma za serikali, lakini kuanzishwa kwa mamlaka mji mdogo Kishapu ni swala ambalo limekuja na opportunity, yani fursa nyingi sana kwetu sisi wananchi. Kiuhalisia kabisa, wananchi wa mamlaka mji mdogo Kishapu wanahitaji viongozi ambao wako tayari kushuka chini kutatua kero za wananchi moja kwa moja. Kaimu Katibu Tawala wilaya ya Kishapu Omari Mwenda amewataka viongozi wa mji mdogo kwenda kuwajibika kwenye jamii kwa kuwasimamia wananchi, ikiwa ni pamoja na kusimamia suala la ukusanyaji wa mapato ya halmashauri. Kimsingi ni uwajibikaji. Hakuna kitu chochote ambacho tunaweza kuzungumza zaidi ya uwajibikaji. Tuliochaguliwa twendeni tukawasimamie wananchi, twendeni tukasimamie ukusanyaji wa mapato ya halmashauri. Kusudio kubwa la uanzishaji wa mamlaka hii ni kusogeza huduma kwa wananchi. Kwa kimsingi twendeni tukawahudumie wananchi. Wananchi wanachohitaji ni huduma. Kutoka wilayani Kishapu mkoani Shinyanga, mimi ni Mwamvita Mkondo wa TVE. Asante sana Mwamvita Mkondo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, hii taarifa habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Pakistan na India zaendelea kushambuliana usiku kucha.